Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Naam, heri ya sikukuu ya Pasaka. Mimi naitwa Christopher Beda, mwana wa Jandulo, na nyuma ya kamera ni Amani AP Classic Wear. Karibu sana katika J&R Mchezo TV, rafiki namba moja burudani pamoja na michezo. Ili kuhakikisha kwamba wewe ni rafiki yetu namba moja burudani na michezo, tunahakikisha kwamba kila siku ya Mwenyezi Mungu tunakupa habari njema za kimichezo na burudani. Hapa utapata mashabiki, lakini pia utawapata wachambuzi mbalimbali wa soka nchini Tanzania ambao wanachambua mpira ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama ada yetu, tunajitahidi angalau kwa siku tunampata mzee wa data kuzungumza naye mawili matatu juu ya yale ambayo yanaendelea katika mwenendo mzima ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia hata mashindano ya nje ya nchi. Nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mchezo kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao ulikuwa katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar, ambako Simba alibuka na ushindi wa goli moja kwa 0. Twende sawa ili tuzungumze mawili matatu. Mzee wa data. Naam. Yes, kwema kabisa. Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mimi mzima, hofu kwako. Mimi niko salama na Pasaka imepita. Hakika wote. Idam. Tuna mwakilishi mmoja ambaye ni Simba, mechi ambayo imepita wamepata ushindi goli moja kwa 0 dhidi ya Stellenbosch kwa South Africa. Simba katika mchezo huu wamefaulu sehemu gani, na pia licha ya kupata ushindi Simba walikuwa wana madhaifu sehemu gani? Lakini pia natamani tuzungumze kwa uchache kidogo hata yale ambayo tuliyazungumza kabla ya mechi kuhusiana na ubora wa mwalimu Fadlu Davis, lakini pia na Steven Becker ambaye ni wapinzani pengine wanafahamiana. Pengine labda yale ambayo tuliyazungumza yametokea kiasi gani katika mchezo? Wow, maswali mazuri sana, lakini kwa kuanzia bila kupoteza muda nitaanzia la tatu. Vita ya makocha Steve Becker na Fadlu Davis. Hawa walishawahi kukutana, tulizungumza hapa katika ligi kuu ya Afrika Kusini tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2023. Fadlu Davis akiwa katika klabu ya Maritzburg United, lakini Steve Becker akiwa na timu yake hii ya Stellenbosch. Mechi yao iliisha kwa Fadlu Davis kuibuka na ushindi wa bao moja bila. Bao lilifungwa dakika ya 39 katika mechi ambayo Fadlu Davis aligawa katika vipindi viwili. Kwanza alimiliki zaidi mpira, akawa very aggressive, yani timu yake wapambanaji sana, wanashambulia moja kwa moja. Matokeo yake mpaka mapumziko Fadlu Davis anamiliki mpira kwa asilimia 59 kulinganisha na 41 za Stellenbosch. Akaongoza hilo bao moja bila dakika 39, by then likifungwa na Sukuna, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, alikuwa kwenye kikosi chake. Pasi akipata kwa kiungo mshambuliaji wake Rowan Lancaster Human. Kipindi cha pili akamsusia mpira Stellenbosch ambao ni mwalimu Steve Becker. Matokeo yake Steve Becker katika kipindi cha pili akamiliki mpira kwa takriban asilimia 64. Fadlu Davis akabaki na asilimia 36 kuhakikisha anapata matokeo. Mechi ikaisha Maritzburg United wameshinda moja bila, timu iliyokuwa na wachezaji rasilimali watu isiyokuwa ya kutisha. Maana licha ya kushinda mechi hiyo, msimu mzima wakashinda mechi 7, wakateremka daraja. Stellenbosch walipoteza mechi hiyo ambayo ilikuwa ni ya pili ya mzunguko wa msimu, kwa sababu mzunguko wa kwanza walishinda Stellenbosch 3 bila, wakati huo kocha akiwa John Maduka. Kwa hiyo kikwazo chake kilikuwa ni Fadlu Davis na mipango kazi yake kwenye kucheza. Aligawa vipindi kwa sababu Stellenbosch chini ya mwalimu Steve Becker huwa wanaenjoy zaidi wewe ukimiliki mpira, basi uwe, kwa sababu unamiliki sana mpira, wachezaji wako hasa wa eneo la ulinzi, mabeki wa kati wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Halafu wao wanapiga counter attacks, wakikudhuru bao moja mabao mawili mechi imeisha. Sasa Fadlu Davis anamjua kwa tabia hiyo. Na pia ana tabia kwamba katika dakika kipindi cha kwanza anachofanya anakuacha uwe na mpira, umiliki sana, ufike kwao, lakini anakuwa ameweka mshonano wa kutosha, compactness katika eneo la kiulinzi. Unamiliki upate nafasi ya kufunga, matokeo yake wachezaji wako kuna kipindi watakuwa wanaanza kuchoka kimwili na kiakili. Yaani kunakuwa na mental fatigue, lakini pia na physical fatigue. Wakati unaanza kuchoka kuanzia dakika 45 ya dakika 46 kipindi cha pili, yani baada ya dakika 45 kuisha mpaka dakika 60 anafanya mabadiliko, anaingiza wachezaji muhimu hasa wa eneo la pembeni kwenye kushambulia, mawinga kushoto kulia, viungo wakati wa ushambuliaji au na mshambuliaji kinara. Akifanya hayo anaamini wakati nyinyi mnamiliki mpira, mnaupiga mwingi, halafu mpate nafasi ya kufunga, wakati mnaanza kuchoka kimwili na kiakili, analeta nguvu mpya inakuja kuwasumbua kwenye safu yenu ya kiulinzi ambayo wachezaji wake nao watakuwa
wamechoshwa na pressing inayofanywa na wachezaji wake anawatanguliza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwa wale wa kipindi cha kwanza anawatanguliza kama chachu tu ya kuwafanya kifaa kama cha kuwachosha, alafu alete wale ambao wanakuja kumaliza mechi. Umeshaelewa vizuri? Vizuri. Ndio staili ambayo imemfikisha nusu finali, kwa sababu mfano ni mechi dhidi ya Zamalek, kwenye mechi ambayo walishinda 1-0 kule nchini Misri. Zamalek waliupiga mwingi mno 63% dhidi ya 37 za Stellenbosch, lakini mpaka mechi inaisha walipiga mashuti 10, mawili tu on target kwa sababu ya mshonano. Lakini pia wao nafasi chache wanazipata wanakuwa makini. Walipiga mashuti 7, matatu on target. Kwa hiyo mashuti ya kulenga shabaha walipiga mengi kuliko Zamalek, wakashinda 1-0. Bao limefungwa dakika 79 na Sile Nduli alikuwepo katika mechi dhidi ya Simba. Wakati ambao tayari eneo la kiulinzi la wachezaji wa Zamalek walishaanza kuchoka kimwili na kiakili baada ya kuwa umemiliki sana mpira alafu ufungi. Kibinadamu ukimiliki sana mpira ufungi, uchovu unakuwa mkubwa kwa sababu kuna frustrations. Mnafika lakini mpati nafasi ya kufunga. Sasa kwa mtindo huo amefika nusu finali. Fadlu Davis anamjua. Sasa narudi kwenye maswali yako yale mawili mengine, maana nilianza la 3. Yes. Imehusiana vipi na mechi? Moja kwa moja imehusisha mechi. Fadlu Davis katika mechi hii, mpangilio wake wa kikosi. Kuna kipindi kwenye kucheza inaonekana kama 4-3-3, lakini kimsingi alikuwa na baada ya golikipa Kamara ana walinzi wanne, tunakumbuka vizuri. Abdurazak Hamza pamoja na Shamu Karabu akiwa katikati, ingawa alikuja kutoka baadaye Shamu Karabu kwa kuumia. Pembeni Kapombe, pembeni Shabalala ambaye alikuja kutoka, aliingia Valentin Nouma. Lakini viungo wawili wa ukabaji, tunazungumzia Yusuf Kagoma, tunazungumzia Fabrice Luamba Ngoma. Viungo watatu wa ushambuliaji kama kawaida yake alikopi na kupesti kikosi cha mechi dhidi ya Al Masry, kwa sababu kulikuwa na Jasha huwa katikati, kushoto Elim Panzu Kibisawala, kulia Kibu Dennis Prosper, alikuja kutoka baadaye akaingia Joshua Budo Mutale, mshambuliaji kinara Steven Dese Mukwala, alikuja kutoka dakika 85 akaingia Lionel Ateba Mbida. Lakini wao walipangaje? Ilionekana kana kwamba ni 4-4-2 baada ya golikipa ambaye alibadilishwa. Hakuwa nahodha Sage Stephens, alianza Oscarin Masuluke, mchezaji ambaye kipa ambaye alicheza mechi moja tu katika michuano ya kwenye hatua ya makundi dhidi ya RS Berkane alipofungwa 5-0, Masuluke ndo alikuwa golini. Alicheza kwa sababu gani? Ni kwa sababu Sage Stephens hana utimamu wa kimwili. Yani ana knock, ana injury ambayo alikuwa bado anaendelea kupona. Mwalimu akaona asiteki risk, amwache, badala yake ampange ambaye yuko fit. Sasa lakini kwenye walinzi wake aliendelea kuwa na kina Ismail Olivier Toure kama beki wa kati, alikuwa pamoja na Tabo Moloisane, kulia alikuwa na Godswill Kazi Godswill, mchezaji kimataifa kutoka Nigeria, kushoto Fawaz Basadien, katikati pale alikuwa na Tato Kiba, alikuwa na Sile Nduli, lakini pembeni alikuwa na Devin Titus, mbele pale kwenye mshambuliaji sasa alikuwa na wawili kwa sababu alikuwa anatumia 4-4-2. Kumkosa Ashley Kupido, akaanza na Andre de Jong, yule watazamaji wako wanakumbuka, mzungu, yule mchezaji kimataifa kutoka New Zealand, lakini yeye alikuwa tuseme alikuwa na watu wawili pale. Pamoja na Genino Palace alikuwepo pia katika mechi, lakini kwenye wale wawili alikuwepo na mchezaji kimataifa kutoka Nigeria, Ibrahim Jabbar kama namba 10. Sasa kwenye kucheza sasa ilikuwa vipi? Fadlu Davis kama alivyofanya wakati Maritzburg United ilifunga Stellenbosch, kipindi cha kwanza kaichukua jumla. Pace, kasi kubwa. Sikumbuki msimu huu Simba chini ya Fadlu Davis inacheza kwa kasi ilionyesha katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Simba inafahamika cheza yake slow but sure, taratibu lakini kwa uhakika mpira upate. Kwenye mechi hii hakuwa hivyo. Aliongeza ambacho hatujakishuhudia kwenye ligi kuu wala kombe la shirikisho la benki CRDB wala kwenye michuano hii, mechi 8 za kutoka 6 za hatua ya makundi na 2 za robo finali. Ni kwamba Simba ilikuwa inamiliki mpira, sawa, lakini sio tu kumiliki mpira. Kasi, yani wachezaji kuanzia eneo la kati pale wanapokwenda kushambulia, utafikiri wote wamekuwa mpanzo. Utafikiri wote wamekuwa kibu. Wanakimbia wanakwenda kwenye kuwafuata eneo la kiulinzi la Stellenbosch. Kufanya hivyo kulisaidia nini? Kwanza, kuzuia ishara au tumaini lolote la Stellenbosch kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Kwenye build up kule nyuma wanakosa hiyo fursa kwa sababu Simba wanakwenda kwa wingi na kwa kasi bila kuwapa nafasi. Kwenye mpira wa kisasa huwa tunaangalia time and space, wakati na nafasi. Sasa hayo yote Simba walikuwa wanawakosesha Stellenbosch. Kwenye kucheza kwao wakati wanatengeneza mashambulizi ya kushtukiza au ya kawaida, Stellenbosch huwa wanatumia mabeki wa pembeni, Kazi Godswill pamoja na Fawaz Basadien upande wa kushoto. Kwa staili ya kucheza ya Simba katika dakika 45 za kipindi cha kwanza hawakupata hiyo fursa kwa sababu muda mwingi walijikuta wanapambana kukabiliana na mashambulizi ya Simba. Matokeo yake hata viungo wao Sile Nduli, Tato Kiba walikuwa jukumu lao badala ya ubunifu kwenda kushambulia hayo mipira michache wanaoipata, wakajikuta muda mwingi wanatekeleza jukumu la kuinusuru timu yao iwe salama. Matokeo yake
mpaka Andre de Jong akawa muda mwingi ana drop, yani anakuwa karibu na eneo kama namba 6 wakati yeye ni mshambuliaji kama alivyokuwa Ibrahim Jabbar, naye muda mwingi alikuwa anarudi nyuma, ndio maana alipata kadi ya njano katika kipindi cha kwanza kama unakumbuka vizuri. Lakini matokeo yake Simba kipindi cha kwanza wakamiliki mpira 66%, sawa. Lakini sio tu 66 hizo zikawahusisha kufika eneo la mwisho, kufanya majaribio takribani 12. Katika majaribio hayo 12 aliyofanya ni katika mechi ambayo mwisho wa siku Simba wanaendeleza ubabe katika michuano hii, hasa katika umiliki wa mpira. Tatizo lao kutumia tu nafasi. Kwa sababu gani? Ni mechi ambayo mbali na mashuti nilokutajia, Simba mechi nzima walipiga pasi zilizofika pasi 330 kati ya pasi 412. Hapo ni ufanisi wa kupiga pasi. Tunasema passing accuracy 81.5. Lakini wao wamepigiwa pasi 310 zilizofika. Pasi walizopiga Stellenbosch ni pasi 220. What a performance. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.